Karibu Tabora, karibu Toronto. Kwenye tangazo lile nimesema hivi, utakapopata tatizo muda wowote, yani haijalishi saa 8, saa 7, saa 4, saa ngapi usiku wa aina yoyote, piga simu. Unapiga simu kwa mwenyekiti, unapiga simu kwa mtendaji au kwa mjumbe mmojawapo kati ya wajumbe waliopo. Mjumbe, kuna tatizo sehemu fulani. Sisi chapu kwa haraka. Samueli uko wapi? Nipo sehemu fulani. Na kundi lako mfike sehemu fulani. Hiki ni kikao cha mtaa wa Malabi, kata ya Mpela, manispaa ya Tabora, robo mwaka ya kwanza 2026, chini ya mwenyekiti wake Emiliana Jeremia Saramba. Ajenda kuu ni kujadili maendeleo ya mtaa, hususan swala la ulinzi shirikishi nyumba kwa nyumba. Wakati tunakusanya mapato, nilikuwa nataka kuona tutakuwa na kipato kiasi gani ili walau tuongeze wawe 10 na kidogo. Kama usiku wa tarehe tulikutana na vijana wakiwa wana mapanga eneo la kati hapa karibu na kwa balozi, na siku hiyo tulikuwa tuna makundi mawili. Wapo askari ambao walitembea mchana kwa maana ya kulinda mchana, na askari wengine usiku. Sasa wa usiku ndio walipata shida kiasi cha kuniamsha mpaka mimi, na mimi nikaamsha majirani, tukaenda kusaidizana kufanya kazi. Kwa hiyo makamanda kifupi hawatoshi, walau wangekuwa 12 au 14 wanaweza kugawika vizuri, kwa sababu mtaa wetu ni mkubwa. Kwa mujibu wa mwenyekiti Emiliana Saramba, mtaa huu kwa sasa una jumla ya walinzi shirikishi 10 ambao kwa sehemu kubwa wanahudumiwa na mchango wa kila mwezi kutoka kwa wananchi hawa. Lakini hoja nyingine kubwa inayoibuka kupitia mkutano huu wa wazi ni swala la ubovu wa miundombinu ya barabara. Ni muda mrefu umekuwa, takriban miaka 7 hatujapata huduma yote ya TARURA kujenga barabara yote au kurekebisha barabara yote katika mtaa wa Malabi. Kwa hiyo waombe sana, mtaa huu bado hatujapata huduma ya TARURA kuhudumia kama ilivyo mitaa mingine. Bahati nzuri mitaa mingine tunapita na tunaona tija ya TARURA jinsi wanavyowahudumia, lakini kwa Malabi ni bado kabisa. Mwenyekiti, tunaomba ili tusipoteze muda, kikao kingine tunaomba tuletee mbunge hapa kwenye hichi kikao katika mtaa wetu wa Malabi, ambaye diwani aje hapa. Vitu vyote tunafanya sisi kama sisi wenyewe, tunajiorganize wenyewe, tunafanya maendeleo wenyewe kama wenyewe, ikiwa viongozi wa serikali tunao. Ukiangalia mtaa wa Uledi, jamani, kienda mimi moyo huwa unaniuma kila siku. Mheshimiwa mwenyekiti na mtendaji, umeng'aa, yani uko katika makazi mazuri, lakini mtaa wa Malabi bado tuko nyuma. Ni nini tufanye tuweze kufika wapi? Barabara inamgusa kila mtu kwa namna yoyote. Mwenyekiti, mimi nikuombe, tutakubebesha msalaba sababu ndio uko hapo mbele. Hakuna mjadala, na huu msalaba ni wa kwako. Hakikisha umefanya kikao kingine na watu wa TARURA. Sijui kama diwani wetu yuko hapa leo. Tumempigia kura wenyewe, lakini hakumbuki kama sisi tupo. Tangia nimehamia hapa, TARURA hajawahi kurusha mguu. Kwa bahati nzuri, mimi mwenyewe niwe kwenda mwenyewe, bahati nyingine niwe kwenda na wewe, tukaenda TARURA kuhusu barabara, tukatoa hadisi, mwaka unaisha, awamu inapinduka, hadisi ni ile ile. Wananchi hao watakuja kuhukumu siku moja waseme ufai, kumbe si kweli. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, mtaa wa Malabi unatajwa kuwa na watu zaidi ya 2300, ukiwa ni miongoni mwa mitaa 5 inayounda kata ya Mpela, yani Malabi, Mpela, Mwalitani, Kazuge na Uledi. Na hapa mwenyekiti Emiliana Saramba anatoa majibu kuhusiana na kile alichokipata kutoka kwa wakala wa barabara za vijijini na mjini TARURA. Kwa hiyo tarehe 2 nilienda pale TARURA kufuatilia nione habari ya barabara za Malabi imefikia wapi. Nilipofika pale wakasema mkandarasi amepatikana na barabara zitatengenezwa 3. Barabara hizo ni barabara ya Boari inaishia Bekali. Barabara ya pili ni barabara ya Bekali, zamani ilikuwa inaitwa Tukae, kwa mjibu wa usajili inaitwa Simba Chawene. Lakini barabara ya 3 ni kutoka Bekali kuja mpaka kwenye barabara hii. Kwa hiyo itaenda kugota hapo kwa Sheali mbele kidogo, itagota hapo kwa Mzee Muina, na kiasi kilichotengwa cha hizo barabara ni zaidi ya milioni 70. Barabara zinazobaki mpaka bajeti ya wakati mwingine, kwa barabara ambazo hazijatajwa hapa, kuna wananchi kutoka barabara ile ya Udugu karibu na Salmo
nataka tuchange kwa vipande vipande kutengeneza ile barabara. Nikasema na mimi nimeiona hiyo adha ya hiyo barabara, na barabara nyingine ni ile barabara ya Stangom. Niliitwa na watu pale wakasema tupo tayari kuchanga, lakini tuchangishane pamoja na wananchi wenzetu wengine, tutengeneze japo mitaro ili tupite. Sauti za wananchi hawa kuhusu swala la usafi wa maeneo yanayowazunguka nalo likaibuka, na hapa tunasema mwenye masikio na asikie. Kinachofuata kwa sasa ni utekelezaji. Kuna vitu vingine jamani, hata usafi peke yake unahitaji serikali? Hauhitaji serikali. Sasa onyesha mfano pale nyumbani kwako, kunaonekana kwamba hata kunapitika, hata basi hapa kuna usafi, kuna mtaro. Mtu mwingine na akili zake kabisa, shule kaenda, vidato kamaliza, makaratasi anayo, anasokomeza maji kwenye barabara. Hizo tuite tope, tuite akili. Tubadilishe hata hili jina, bala Malabi tu, tulibadilishe jina liitwe Malabi City. Watu waje wajifunze hapa. Kwa yote yaliyojadiliwa katika mkutano huu wa wazi, mwenyekiti anasimama na kutoa maazimio ya pamoja. Maeneo yote ya umma, mtu yoyote kuanzia mwaka huu tarehe hii utakiwa kulima mpaka umepata utaratibu kutoka serikali ya mtaa. Na mtu yoyote atakayelima barabarani kuanzia tarehe ya leo hii, sheria zitachukua mkondo wake. Na hizi fedha za wanaolima barabarani, wanaokiuka masharti ya usafi, tunataka kupeleka kutengeneza barabara zetu hizi za mitaa. Sisi chanzo cha mapato tutakiazia hapa. Nimetangaza kwenye tangazo kwamba kila mtu ahakikishe nyumbani kwake kusafi. Majani hamna, kama kufyeka umefeka kabisa. Chini panaonekana, tukipita tuone chini. Kama ni pakupalilia, palilia. Barabara inayokuzunguka wewe, hiyo barabara ya mtaa ya kiwanja hicho, iwe safi. Tupo na mtendaji, nimemwambia chanzo cha mapato sisi tutachanga hela za kutengeneza barabara, hususan mafuta. Lakini nyingi zitatoka kwetu kwenye usafi. Lakini wenye mahindi wote, mahindi yameshakauka, bado umeacha tu. Unataka sisi ulizi shirikishi tufanyaje? Kwa hiyo una mahindi yako yamekauka, tafadhali katoe. Kama unalima kiazi, lima kiazi, lakini barabara iache kama ilivyo. Wale wanaolima eneo la soko, kama una miogo yako ukitoa imetoka, asitokee mtu yoyote kwenye eneo la soko, kwenye eneo la zahanati, eneo la kituo cha polisi hii hapa, popote pale. Tuna eneo lipo pale KMC. Na kwa upande wa serikali, kuna wananchi kadhaa walisema tuone TARURA wamefanya nini. Na mimi nitafuatilia. Si nimeenda tarehe 2, wamesema watakuja, wanaenda kwa awamu. Serikali inasema inaangalia ni wapi wanahitaji zaidi matumizi kuliko sehemu nyingine. Kwa hiyo wametuona na sisi tunahitaji kwa kipande hicho, tuendelee kuomba kwa Mwenyezi Mungu aendelee kutukumbuka, kwa sababu Malabi yetu ni nini? Ni kubwa. Na mwisho, mtendaji wa mtaa huu wa Malabi, Priska Ekingo, akawa na neno kwa wananchi hawa. Tunazungumzia habari ya barabara. Yaani kama hii barabara inapita hapa mbele ya kwako, wewe hujaonyesha jitihada yoyote hata ya kupalilia au ya kuonyesha kwamba hapa kuna barabara, serikali haiwezi kufanya jambo kwa ajili yako. Zana ya mkurugenzi wa manispaa ya Tabora kwa sasa hivi ni jitihada za jamii, kwamba jamii muonyeshe kitu gani ambacho mnakiweza. Anayekwambia barabara mbovu, kwake tu pale kuna nyasi za kutosha, hapaonekani barabara hapa kuingilia panatokea wapi, panaingilia wapi. Kwa hiyo unapolalamika barabara, basi onyesha jitihada, na mimi nimepalilia hapa kwangu barabara inaonekana ya kuingilia, hii hapa ya kutokea, ili hata sisi wenyewe serikali tunapoanza kufanya taratibu zingine kuwe na kitu kinachoonekana. Jambo la mwisho, wale wote ambao mna biashara kwenye mtaa wa Malabi, hakikisha una leseni kama biashara yako inakutaka uwe na leseni. Lakini kama wale watu wa magereza ambao ni wazabuni wa kuzoa taka wanapita katika eneo lako la biashara wakazoa taka, hakikisha unalipa pesa ya hiyo tozo ya taka. Karibu Tabora, karibu Toronto.